Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu, kanisa la Bwana, uhuru wa Yesu, semana wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana, kanisa la Mungu. Leo acha katika mfululizo wa mafundisho, mfululizo wa Injili, mfululizo wa uchambuzi wa neno la Mungu kama ilivyo lengo na makusudi, target kuu ya programu hii ya utume wa mapinduzi ya kiroho, Spiritual Revolution Mission, kufuatilia na kujifunza kuweza kujua ukweli mbalimbali kuhusu neno la Mungu, ukweli mzima kuhusu habari nzima ya utakatifu, ukweli mzima kuhusu uzima wa milele, ukweli mzima kumhusu Mungu, kuijua njia ya kweli na kuiendea. Tafakari yenye makusudi ya kuweka uwazi kuhusu neno la Mungu, transparency in the whole scriptures aspects. Leo acha tutafakari mambo machache kuhusu dhana nzima ya Roho Mtakatifu, the concept of Holy Spirit. Tujue Roho Mtakatifu ni nini, tuwe na idea angalau kwa asilimia basi 50 kwamba Roho Mtakatifu ni nini, anafanya nini, anadhihirikaje, anatendaje kazi. Acha tuwashumu kwamba kama mtu fulani angetudai tuseme kwamba kichwa cha somo hili ni nini, acha tuseme kwamba ni Roho Mtakatifu ni nani, Roho Mtakatifu hudhihirikaje, au tuseme Roho Mtakatifu dhidi ya vipawa vya Roho Mtakatifu. Kwa maana watu wengi hawajui hivi ni vitu vili vinavyofanana sana na vinaendana na vinafanya kazi pamoja, lakini vina utofauti. Kuna Roho Mtakatifu ni kitu kingine na kuna vipawa vya Roho Mtakatifu ni kitu kingine. Roho Mtakatifu ambaye unapokwenda kumfikiria unatakiwa umfikirie kwa namna kama 3, ambapo katika hizo namna kuna habari nzima ya karama za Roho Mtakatifu. Acha kabla hujataja neno karama za Roho Mtakatifu, unaanza na neno kwanza na dhana nzima ya Roho Mtakatifu, ambapo Roho Mtakatifu, unaposema tu neno Roho Mtakatifu unamaanisha Mungu. Kwa maana Roho Mtakatifu ni moja katika nafsi 3 katika utatu mtakatifu wa Mungu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na unaposema hapo Mungu Roho Mtakatifu, manake umemtaja yule Baba. Kwa maana hatenganishiki, kama ambavyo huwezi kutenganisha yai kwamba gome pa kwake ganda, utando mweupe pa kwake, kini cha njano pa kwake. Huwezi. Ili liwe yai ni vyote vitatu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi ya 3 ya Mungu. Roho Mtakatifu sio kunena kwa lugha. Roho Mtakatifu sio kipawa cha Roho Mtakatifu. Katika hizo namna 3 ambazo utampata Roho Mtakatifu ni hiyo moja. Roho Mtakatifu kama Roho Mtakatifu ni nani, ambapo Roho Mtakatifu ni Mungu. Namna nyingine ni karama za Roho Mtakatifu. Karama za Roho Mtakatifu si ya Roho Mtakatifu, ni vipawa avitoavyo Roho Mtakatifu, ambavyo tutavigusia, ambapo ndio hivyo: kunena kwa lugha, kufundisha, hekima, kutenda miujiza, kutafsiria wanaonena kwa lugha na mambo mbalimbali. Karama za Roho Mtakatifu si kwamba ndiye Roho Mtakatifu, no, ni shughuli zake, ni vipawa avitoavyo Roho Mtakatifu, ni vipawa avitoavyo Mungu. Tunakwenda kutafakari kwa kina kidogo kuhusu haya. Tutatumia dakika takriban 40 kumaliza kila kitu. Tutakwenda faster
kwa spidi ya helikopta, ndege ya vita. Haleluya. Namna nyingine ambayo tunaweza kumbusia Roho Mtakatifu kuweza kuzidi kuona kwamba kumbe neno Roho Mtakatifu linatumika visivyo, ni kwamba ipo namna nyingine ambayo ina maana huduma za Roho Mtakatifu, jinsi anavyotuhudumia. Mfano, Roho Mtakatifu anatuhudumia sisi kama mshauri. Kila mtu ambaye ana imani katika Kristo, katika Mungu, anaye Roho Mtakatifu, ndiye yule amshaurie hata katika mawazo. Unapotaka kutenda mabaya, ameshakuwahi, anakueleza, japokuwa unataka kufanya hivyo, acha, hiyo ni mbaya. Huyo ni Roho Mtakatifu, anakuhudumia kwa kukushauri. Roho Mtakatifu ni wakili mwaminifu. Ndio maana maandiko matakatifu yanatuambia kwamba yeye ni mtetezi. Roho Mtakatifu ni wakili, kwa hiyo yeye ni mtetezi wetu. Ndio maana katika ulimwengu wa roho, wewe unaweza kuwa unaviziwa na maadui wa kutenda ubaya, lakini wewe hata hauna habari kama uko unaviziwa, halafu Roho Mtakatifu anakutetea na wewe hujui. Umetegwa na wachawi, wamekuwekea hata mapembe njiani, ukipita tu pale ya kuchome, ya kunase, hata uangamie, wewe huna habari. Ulikuwa na safari ya kwenda sokoni, unasema najisikia dhaifu, ngoja tu nilale, nitaenda kesho. Wewe huna habari, kumbe Roho Mtakatifu anakutetea. Kumbe ungepita kwenye ile njia, halafu ungekanyaga yale mapembe, afu yakakudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mambo matatu. Roho Mtakatifu kama Roho Mtakatifu ambaye inamaanisha Mungu. Ukisema Roho Mtakatifu tayari umeshasema Mungu, na wewe hauna habari. Do you see this? Acha tujaribu kwenda kwa kina kidogo, deep, a little bit profound, to see the entire concept of Holy Spirit and the way it is subdivided, jinsi ambavyo swala hili la Roho Mtakatifu limegawanyika katika namna ambayo watu wanataka kuisingolize, kuifanya kama vile kama kitu fulani kamoja tu haraka kwamba Roho Mtakatifu manake kunena kwa lugha. Nani amekwambia? Au kwamba Roho Mtakatifu manake Mungu, umemaliza. Of course, at least useme Roho Mtakatifu manake Mungu, inatosha, angalau wewe uko sahihi. Ila ukienda kupersonalize, kuspecialize, kusema kwamba rasmi maana ya Roho Mtakatifu ni kunena, wewe ni idiot katika mtazamo wa kiroho. Manake wewe yani ni kama kitoto kichanga kabisa katika ulimwengu wa Roho Mtakatifu, ambapo unatakiwa ukue, uanze kuscroll, uanze kutambaa, uanze kusimama, kisha utembee, na baadaye uweze hata kukimbia katika Roho Mtakatifu. Haleluya. Yeah. Mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu, kijana, binti wa Yesu, tega masikio. It was an introduction. Ulikuwa mustasari. Acha tuombe, halafu twende katika discussion ya neno la Mungu. Baba mtakatifu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, wewe neno, wewe Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ambalo hilo ndilo jina lako milele. Mungu sebadrika, wewe ambawe hauna tofauti na neno lako, wewe ambawe hauna tofauti na Mungu Mwana, hauna tofauti na Mungu Roho Mtakatifu, wewe uliye Mungu Baba, wewe ambawe moja na Yesu Kristo. Tunakuja mbele zako, utujalie kutafakari maneno yako, tufumbue macho, utufumbue masikio ya mwili na roho, tukapate kuelewa mahala tupofumbwa. Tusipoelewa tukaelewe vizuri, tukaenende katika njia iliyo sahihi na kweli, tukiwa na utambuzi ulio sahihi katika kukuamini na kukutumikia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba tukiamini, amina. Yes, so twende katika neno la Mungu. Acha sijui tuanzie wapi, tuishie wapi. Yeah. Unajua Biblia ni bahari, neno la Mungu ni bahari, kwa maana lina maneno trillions ya kutufundisha tuweze kuelewa, kila neno likiwa ni point ya msingi kutusaidia.
hivi tuanzie wapi? Najaribu kufikiri tuanzie wapi. Acha tuweze kuangalia kitu kimoja kwanza, kinachotuonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni nini. Najaribu kufikiri kwamba tuweze kumtambua huyu Roho Mtakatifu katika mtazamo ambao ni mzuri sana na sahihi wa kututoa gizani kabisa, ili tuweze kuelewa vizuri. Acha basi mimi Roho ananiambia kwamba tuanze na Wakorintho wa kwanza. Tuanze na Wakorintho wa kwanza, sawa? Sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 31. Acha tuanze na hapo, halafu nipasome. Mimi nitapasoma kwa kasi ili kusudi tuokoe muda wetu. Halafu tutaenda sasa kuzama, tukigusa vipengele mbalimbali vinavyomdescribe huyu Roho Mtakatifu. Haleluya. Acha tuangalie Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza. Nitasoma mpaka mara nitakapoishia. Nitakwenda kwa speed moja kali, kama ni ya Vodacom, kama ni ya Airtel, kama ni ya I don't know, Chatri I don't know, kama ni Vodafone I don't know, kama ni Tigo, utavumilia na kwenda kwa speed kali. Halafu wewe utakapotaka kuelewa vizuri zaidi, ili mradi nimepataja hapa, baadaye utashika Biblia yako takatifu usome pole pole ukimwomba Mungu tafakari ya kina, ili kusudi akufundishe kama ambavyo yeye ni mwalimu. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Nitasoma kwa jina la Bwana. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Narudia. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena, kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine katika karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine katika matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu ukisema kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si mwili, je, si
la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, ku wapi kusikia? Kama sote ni sikio, ku wapi kunusa? Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ninyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi, vyahitajiwa zaidi. Na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile havina heshima zaidi, na viungo vyetu heshima zaidi. Narudia kidogo. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi, vyahitajiwa zaidi. Na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi. Viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameuunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho. Na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kiungo basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, na wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu waalimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni waalimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote watafsiri? Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo na waonyesha njia iliyo bora. Umefuatilia hilo somo? Hii Wakorintho sura 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 31 peke yake, yani inatosha kabisa kuwafungua watu vichwa na kujua kwamba Roho Mtakatifu yuko tofauti na vile ambavyo watu wanamfikiria. Wengi katika dunia hii, watu wengi sana wamepotoka na kujidanganya na kufikiri kwamba Roho Mtakatifu anamaanisha kunena kwa lugha, kitu ambacho sio sahihi. Jamani, tuache kuwa kama watoto wachanga katika neno la Mungu, tukue. Tusiwe kama mtoto asiye na meno ambaye hawezi kutafuna, anategemea anyweshwe, alishwe vitu laini, uji ambao hana haja ya kutafuna. Akichezesha tu mdomo, ulimi umesharuhusu, uji umeshaenda. Tujifunze katika neno la Mungu hili la Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa kwanza mpaka 31. Tubadilike, tuwe na uwezo wa kutafuna hata mihogo, kutafuna hata miwa, kutafuna hata mifupa, kusaga una meza. Tukaimarike katika miili yetu ya kiroho. Sijui kama ipo miili ya kiroho. Tukawe imara kama chuma katika habari nzima ya utambuzi wa kiroho. Tena tutajikuta advance, tutasonga mbele sana katika mtazamo wa kimungu, na Mungu atatusogelea zaidi, alafu atatutumia, alafu itakuwa faida kwetu na kwa wengine. Haleluya, piga makofi kwa Bwana. Asante Yesu. Sasa neno la Mungu linataka kutuambia nini hapo? Neno la Mungu linataka kutuonyesha kwamba
Watu wengi tangu zamani, si leo tu, wamekuwa wajinga katika mtazamo uhusu habari ya Roho Mtakatifu. Kutomwelewa vizuri Roho Mtakatifu inamuumiza Mungu. Hata Paulo ilikuwa inamuuma, anawaza kwa nini watu hawamwelewi Roho Mtakatifu? What for? Kwa nini? Wangemwelewa wangekuwa faida kwao. Kwa hiyo anataka kutufungua vichwa, tuache kuwa Ireland, tuache kuwa kama vile kisiwa katika uelewa wa habari nzima ya Roho Mtakatifu. Utakuta mtu anasema yule bwana hana Roho Mtakatifu, lile kanisa hawana Roho Mtakatifu. My God, na nalikuambia wewe tena, hiyo ni hukumu na hukumu. Usihukumu siju kahukumiwa, my friend, rafiki yangu. Wewe unasemaje kwamba yule hana Roho Mtakatifu au lile kanisa halina Roho Mtakatifu? Wewe kivipi? Kwa uelewa gani ambao ulionao, ambao unautumia? Wewe mwenyewe tu ndio umepungukiwa. Umwombe Mungu akuongeze, akujaze, uwe na Roho Mtakatifu, au umwelewe vizuri Roho Mtakatifu ni nani, ili kusudi sasa na wewe ujikute unaye Roho Mtakatifu kikweli kweli. Kwa maana wewe mwenyewe of course Roho Mtakatifu unaye, ila umepungukiwa neno moja, uelewa na ufahamu katika swala zima la Roho Mtakatifu. Umwombe sasa Mungu akusaidie kuanzia dakika hii kupitia neno hili na yale maneno tutakayoenda kuongezea ambayo yatalijenga sana hili neno, ili kusudi watu waelewe vizuri kuhusu Roho Mtakatifu. Halafu ukiimarika utaanza safari ya kufundisha watu waliokuwa wajinga wenzio katika hili. Unajua ujinga sio tusi. Ujinga ni ile hali ya kutokuwa unaelewa kuhusu jambo fulani. Unaweza ukawa ni injinia kabisa ambao unaweza kujenga magorofa na magorofa, hata ukajenga jengo la gorofa 500 kwenda juu, lakini ukawa mjinga katika swala zima la biolojia, kwa sababu wewe hauelewi A wala B kuhusu mwili wa binadamu. Manake wewe ni mjinga. Hata uwe rais, umesoma, unajua mambo ya diplomasia sana, umesoma sana mambo ya leadership, lakini hujui kujenga nyumba. Hujui A wala B simenti inachanganywaje na mchanga ili kusudi tupate kitu kinachoitwa mota, udongo wa kujengea. Wewe ni mjinga. Mheshimiwa Rais, wewe ni mjinga katika hilo. Kwa hiyo ujinga sio tusi. Kwa hiyo Mungu akuondoe ujinga katika swala zima la Roho Mtakatifu. Uelewe vizuri ili kusudi kuanzia leo usiwe mjinga katika swala la Roho Mtakatifu. Twende kwa kina katika hili. Tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza hivi. Tuanze na Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 10. Tuangalie hapo, alafu tujadili kitu fulani hapo cha muhimu sana. Wakorintho wa kwanza hiyo sura ya 12. Nimesema katika mstari wa 7 mpaka wa 10. Sawa? Ni ndani ya hilo tulikuwa tunasoma. Sasa ni element tunataka kuijadili. Mstari wa 7 mpaka wa 12. Panasema hivi: lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Na nipata vizuri? Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Sawa? Mwingine imani, mwingine hupewa imani katika Roho yeye yule, na yule karama za kuponya katika Roho yeye yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina ya lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Unajua hapo tumetaka kuongea nini? Hapo tumetaka kuongea kitu kimoja. Kitu ambacho tumetaka kukiongea hapo si kingine. Tunataka kuongelea swala zima la nini? Kujua kwamba Roho Mtakatifu ni mmoja na anatoa karama. Unaelewa vizuri? Ambavyo ndio vipawa. Kila mtu anampatia karama au kipawa
vile apendavyo yeye mwenyewe Mungu. Umeona hicho kitu? Vile apendavyo yeye. Hapangiwi. Usimpangie Mungu. Mungu hajakupatia karama ya kutenda miujiza, ya kuponya wagonjwa. Usimpangie. Labda ukitaka utamuomba, akikubali atakupa. Ila yeye kama aliamua kupatia kipawa cha kunena, anakupa hicho. Kama anakupatia kipawa cha kutafsiri, atakupatia hicho. Kama ambavyo tumesoma hapo, mwenyewe umesikia vipawa mbalimbali vimetamkwa huko. Kufundisha. Akitaka kukupa kipawa cha kufundisha, atakupatia. Ili mradi yeye ndivyo apendavyo. Ndivyo tumesoma hapo katika Wakorintho wa kwanza sura 12 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 10. Anakupatia jinsi apendavyo yeye. Sio wewe unayempangia. Hata kama unaweza kumuomba, anaweza kukubali kukupa, akiamua atakunyima. Sawa? Kwa hiyo inashangaza leo watu wanakariri kwamba kuwa na Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Kwa hiyo hata kama haujapewa hicho kipawa na Mungu cha kunena kwa lugha, wewe una by force, kwa sababu ulishakariri kwamba kunena kwa lugha ndio kuwa na Roho Mtakatifu. Ajabu. Utashangaa leo hii utasema kuna makanisa rasmi ambayo ni makanisa rasmi kwa kunena kwa lugha, ambamo ukiingia umo kila mtu ananena kwa lugha. Sasa sio hilo ni kanisa aina gani ambalo Mungu ameweka kipawa kimoja tu cha kunena kwa lugha? Na tena wananena kwa lugha, utakuta wananena kwa lugha kanisa zima. Wakianza kuomba tu, tayari unasikia kila mtu analipuka. Shagara bagara. Sasa unaanza kuwaza, sasa kwani jambo la kwanza kunena kwa lugha ni lazima awepo mtu wa kutafsiri. Sasa kanisa lote limelipuka wananena kwa lugha. Sasa nani atafsiri sasa? Ukienda kuuliza pale, ukianza kuuliza hata kila mmoja baada ya mwingine mpaka kumalize wote. Ni tafsiri yale ulionena kwa lugha. Hakuna hata mmoja anaweza kujitafsiria yake aliyokuwa yanena. Haya, ni tafsiri basi aliyoyanena kwa lugha mmoja wa hawa wengine walikuwa wananena huko kanisani. Hakuna hata mmoja hataweza kutafsiri hata vya mwingine. Wakati neno la Mungu linatueleza kabisa kwamba kunapokuepo kunena kwa lugha, lazima awepo mtu wa kutafsiri. Tena neno la Mungu linasema kwamba kama hakuna wa kutafsiri, huyo mtu ananena kwa lugha anyamanze. Inaitwa kelele ndani ya kanisa. Si tutaona mistari. Neno la Mungu sio mimi. Kwa hiyo Mungu anakupa apendavyo. By force, usiforce, usilazimishe kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha sio mpango au makusudi ya mwanadamu. Sio wewe unapanga unasema kwamba leo sijanena kwa lugha, nilisahau. Wewe unanena kwa lugha kwa mpango wako. Kunena kwa lugha ni mlipuko unaoletwa na Mungu mwenyewe. Wala sio maneno ambayo wewe ulijifunza mara fulani kwenye shule fulani, ulienda kwenye kozi ya kunena kwa lugha, ukaambiwa ukitaka kunena kwa lugha unasema hivi na hivi. Unaanza shagara bagara makatazowena. Hapana. Kunena kwa lugha, speaking in tongue, ni ulimi utatekwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Mungu mwenyewe peke yake anaukamata, anautumia atakavyo yeye. Halafu licha hiyo, atakapo kulipua wewe uanze kunena kwa lugha, atakuwa ameshamtayarisha mtu ambaye atatafsiri. Kwa maana Mungu mwenyewe anajua kwamba kunena kwa lugha bila tafsiri ni kelele ndani ya kanisa. Kwa hiyo kama Mungu hatakuwa ameweza kuandaa mtu atakayekuja kutafsiri, hata kupigisha wewe kelele kanisani. Ukiona unaanza bobagara shagara makambo sikari pasiko bashakara jini makata, kama hakuna mtu ambaye atakuja kutafsiri kwamba amesema hivi na hivi na hivi na hivi, wewe mwenyewe tu ujihukumu, useme niko napiga kelele. Acha kupigia kelele watu katika nyumba ya Mungu. Mungu akikuhoji wewe utamjibu nini? Hizo ni kelele. Nitawaeleza baadaye kwenye somo hili ujue kwamba ni kelele. Hebu tujiulize, ni jinsi gani ambavyo Roho Mtakatifu anathibitika kuwa kweli huyu ni Roho Mtakatifu? Ni hivi. Roho Mtakatifu, Biblia inasema kwamba anatenda kazi kwa faida ya wote.
Sasa mtu ukilipuka kunena kwa lugha na yale unayonena kwa lugha huko na nena wewe mwenyewe peke yako, labda kama unajua maana yake, na alafu ajabu kama unajua, sijawahi kusikia mtu ananena kwa lugha afa anamaliza kwa anaanza kutafsiria watu. Kama kule kunena kwako kwa lugha hakujawa faida kwa wote, manake huko sio kunena kwa lugha, au huko kunena kwa lugha sio kwa Roho Mtakatifu, labda ni kwa roho wa giza. Kwa sababu kunena kwa lugha ambako ni kwa Roho Mtakatifu ni kwa faida ya wote. Kila atakaye kusikia ukinena, siku hiyo aondoke humo kanisani au kwenye hicho chumba cha maombi akiwa ameelewa ulikuwa unamaanisha nini. Kama hakuna atakayeelewa, futa kabisa, funga hilo domo. Acha kupiga kelele kwenye chumba cha maombi, acha kupiga kelele kwenye kanisa la Mungu. Kwa maana hivi unavyovitamka ni kama unaropoka, unapayuka, ni kama vile neno la Mungu linasema kwamba ni kama kusema maneno hewani, hamna atakayesikia, anapotelea huko hewani. Unapiga kelele, wengine wana pressure, utawauguza bure. Kama huko kunena sio kwa faida ya wote. Ili kuwe faida ya wote ni kwamba kueleweke kulimaanisha nini. Sio mumu ndani ya hii wa Korintho sura 12 mstari wa Korintho kwanza sura 12 mstari wa 7 mpaka mstari wa 10 ndio kuna sema inasema kwamba inatakiwa faida kwa wote. Kama haija faida kwa wote ni ubatili, fujo, kelele. Unawafanyia watu noise pollution, unawachafulia mazingira. Acha kuchafua mazingira. Kama ni faida yako, utaenda kunena kwenye chumba chako nyumbani, ufunge na milango, watu wasisikie unawapigia makelele. Kelele za nini bwana kanisani? Watu wameenda kujitafutia Mungu wanufaike, halafu wewe unawapigia kelele. Inawasaidia. Kunena kwa lugha au kipawa cha Roho Mtakatifu chochote kile kiwe faida kwa wote. Kama Mungu amekuwekea kipawa cha kutenda miujiza ya uponyaji, ni faida kwa wote, kwa sababu hicho kipawa kiko ndani yako, lakini unaomba watu wanapona. Ndio maana yako faida kwa wote. Kama umepewa kipawa cha kufundisha watu wakaelewa, ni faida kwa wote, kwa sababu utakapofundisha watu wakaelewa, wanapata faida. Lakini ukianza kupiga makelele, pegere, shegere, njegere, mbaazi, vitumbua, haiwasaidi watu. Acha. Hey, my friend, acha. Hey, kelele. Ndivyo hivyo ambavyo Roho Mtakatifu anavyothibitika na kujidhihirisha. Kipawa chochote kile cha Roho Mtakatifu kiwe faida kwa wote. Kama ni kunena kwa lugha, unene na yaeleweke. Kama ni kufundisha, ufundishe na yaeleweke. Unaelewa vizuri? Kama ni kipawa cha imani, kiwe faida kwa wote. Kama una imani, unajua kwamba nikisema katika jina la Yesu Kristo, wewe pepo mchafu, toka ndani ya huyu mtu, acha kumwonea katika jina la Yesu, funga virako, toka. Pepo anatoka na kimbia, nisamehe, naungua. Great, safi. Hivyo ndio vipawa vinavyotakiwa. Faida kwa wote. Pepo aliyekuwa akimwonea huyo mtu wa Mungu ameondoka, na huyo mtu amefunguliwa, amekuwa huru. Faida. Huyu ndio Roho Mtakatifu anayetakiwa. Sio Roho Mtakatifu wa kupiga makelele. Nina Roho Mtakatifu. Nani hana? Hata jambazi linaweza kuwa na Roho Mtakatifu, kwa maana likitaka kwenda kufanya mambo mabaya, Roho Mtakatifu analiambia, acha, ni vibaya, mimi Mungu wako sipendi. Atazarau tu huyo Roho Mtakatifu, lakini alikuwa naye. Roho Mtakatifu usifikiri unaye peke yako, na wengine wanaye. Hata ukiniona sineni kwa lugha, nina Roho Mtakatifu. Acha kunihukumu Bwana. Kama nina imani, utaniambia sina Roho Mtakatifu. Soma humo, utaona. Imani ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa kama sineni kwa lugha na nina imani, sina Roho Mtakatifu. Wewe najua sio wewe, ni kale kaujinga fulani, kaujinga kakurithi. Umezaliwa unakuwa unasikia kwamba kunena kwa lugha ndio Roho Mtakatifu. Kwani Roho Mtakatifu anadhirikaje? Kwani Roho Mtakatifu ni njiwa? Au nafikiri Roho Mtakatifu ni ndimi za moto? Zikawatokea kama ndimi za moto zilizojaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliwatokea wale wanafunzi
kwa mfano wa ndimi za moto. Ina maana aliamua kuja kwa staili hiyo. Hiyo ni staili. Tuache ujinga. Yaani unachukua staili aliyoitumia Mungu alafu una generalize, unaifanya kwamba kwa ujumla Roho Mtakatifu lazima aje kama ndimi za moto. Kwa hiyo akiamua kuja kwa mfumo mwingine utamzuia? Haya, kwa nini siku Yesu alipokuwa anabatizwa alafu Mungu Roho Mtakatifu akashuka akatua begani kwa Yesu Kristo kwa mfano wa njiwa? Kwa nini hakuja kama ndimi za moto halafu ulimi wa moto ndio ukatulia hapa begani kwa Yesu Kristo? Kwa nini? Kama tungeweza taka kumwekea limit, mipaka, Mungu adhirikeje kwamba aje tu siku zote sasa au anakuja kama ndimi za moto, au basi siku zote anakuja kama njiwa? Usimpangie. Roho Mtakatifu anakuja kwa staili anayotaka yote ile. Atakuja hata kama mawazo. Unasikia mawazo, wewe acha dhambi, acha umaraya, acha ujambazi, acha uchawi, acha huo Freemason wako, kimbia, acha huo agent wa shetani, acha mambo hiyo, tabia yako ya chuki na fitina, acha hiyo tabia ya udokozi, hiyo itakupeleka motoni. Wewe unafikiri huyo anakuwa sio Roho Mtakatifu kwa anadhihirika kwako? Anakuonya, anakufundisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana mifumo yake, tusimpangie. Tena atachukia kama unampangia. Unamwekea mipaka Roho Mtakatifu wewe? Wewe hivi unajua kama Roho Mtakatifu ni Mungu? Wewe unamwekea mipaka Mungu wewe? Unajua atakudunda, atakuchapa wewe. Acha kiburi, tulia. Kaa kwenye mstari wa Yesu Kristo. Kwanza ujifunze kumwogopa Mungu. Si Biblia inatuambia tujifunze kumwogopa Mungu, yeye awezaye kuharibu mwili na nafsi? Badala yake siku hizi tunaogopa wachawi, wale ambao wana tabia kwenda kuingia kwenye vyumba vya watu usiku, wanaenda kuwakandamiza. Au ndio tunawaogopa, lakini hatumwogopi Mungu. Ogopa Mungu kuliko mapepo, kuliko wachawi, kuliko majini, kuliko hiyo miagenti ya shetani, hiyo miwakara mipumbavu. Ogopa Mungu awezaye kuharibu mwili na nafsi. Tuko tunangara anadhirikaje Roho Mtakatifu? Tumeona anapodhirika Roho Mtakatifu anakuja kwa faida ya wote. Hivyo ndivyo anavyodhihirika. Kama hajadhirika kwa faida ya wote, labda ni Roho Mtakavitu. Roho Mtakavitu, sio Roho Mtakatifu. Au mtakafujo basi. Ni hatari. Acha tuangalie namna nyingine basi. Kwamba Roho Mtakatifu ana sura gani basi? Anafananaje? Ni hivi. Roho Mtakatifu anafanana hivi. Ili ujue Roho Mtakatifu anavyofanana, kwanza unaona sura, yani kufanana, sura yake. Kama leo hii angetokezea kama ili binadamu, ili Jefta, ili naongea na wewe, ili Jefta au ili Jefta, akaja hivi live, nataka umuone, utamuonaje? Sura yake iko hivi. Yeye ni mwalimu. Kwa hiyo ukisikia uko unafundishwa na ukasikia mafundisho yako yanakupenya, ujue mafundisho ya kimungu, ujue huyo ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana sura ya mwalimu. Anafundisha mambo mema, hata kufundisha kuvuta bangi, hata kufundisha umaraya, hata kufundisha wizi, hata kufundisha kuwa na tamaa ya kupenda pesa, hata kufundisha kutamani kutafuta ufalme wa mbinguni. Umeona, huyu ndio Roho Mtakatifu. Hiyo ni sura. Huo ni mfano. Nyingine utajiongeza. Acha tuongeze labda nyingine. Roho Mtakatifu ni wakili. Wakili unajua maana yake nini? Ni mtetezi. Kama wewe umewahi kubaini kwamba katika ulimwengu wa roho, katika maisha yako, Mungu anakutetea, manake ulimuona Roho Mtakatifu kama wakili. Roho Mtakatifu ni wakili, ni mtetezi. Unapotaka kuonewa na dunia hii, na wachawi, na watu tu wenye chuki, fitina, so najua nikisema hivyo naelewa moja kwa moja. Lakini wewe mwenyewe ukashuhudia ukitetewa, ukabaki hata unashanga, nimepona ponaje hapa? Yule mtetezi hadi kutetea, hiyo ndio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mtetezi, wakili. Tena ongeza kaneno, wakili mwaminifu. Na kwenye mwalimu sema mwalimu mwema. Hafundishi mabaya.
Unaona hiyo kitu? Walimu wanafundisha vingi. Siku na mwingine anakufundisha upotoke kabisa. Ukitaka kufanikiwa fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Unapelekwa mpaka kuzimu. Mungu atuhurumie kwa kweli. Sema Mungu atuhurumie. Anyway, ukitaka kuthibitisha hili jambo la sura ya Roho Mtakatifu, nenda katika kitabu cha Yohana. Tuangalie ni Yohana sura ya 14 bila shaka. Alafu tuone mstari wa 16, tusome mpaka mstari nadhani wa 17. Sawa? Yohana 14 mstari wa 10 tuone. Yohana, samani niangalia haraka kama sio penyewe, nitabadilisha. Tuangalie Yohana 14 mstari wa 26 samani 14:26. Panasemaje? Panasema hivi: lakini huyo msaidizi, ndio sawa, sikiliza, narudia. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Umesikia? Kwa hiyo umeona kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu, yupo kwa ajili ya kufundisha, na hata sasa yuko hapa. Fungua tu moyo wako, ukubali haya mafundisho yaingie, halafu umwombe Mungu akujalie neema, haya mafundisho yatembee, yaishi ndani yako siku zote, yakijikumbusha ndani yako, kumemorize. Utafaulu, utatoboa katika ukiroho wako. Sema amina. Tuone basi katika hii Yohana sura ya 14, tuone katika mstari wa 26 panaongea nini. Yohana 14 mstari wa 26, tuangalie panaongea nini. Sikiliza, nitasoma kwa jina la Bwana. Na mimi naye si nimechanganyikiwa. Angalia Yohana sura ya 14 mstari wa 16 mpaka wa 17, ndio nataka sasa tuangalie panaongea nini. 16 mpaka 17, tuzidi kumtambua Roho Mtakatifu. Yohana 14 mstari wa 16 mpaka 17. 16:17. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Umeona hiyo kitu? Nitamwomba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi milele. Kwa hiyo ni msaidizi. Msaidizi ndiye mtetezi. Ndio maana mimi nimemwita wakili. Hata kuna maandiko mengine yanamtaja kama wakili, kwa sababu si kutafakari, kufikiri, kuweza kuyaandaa mapema labda ili niweze kuya point moja kwa moja. Lakini neno la Mungu mara pengi linasema kwamba yeye ni wakili mwaminifu. Kwa hiyo ni msaidizi. Yeye Roho Mtakatifu hutusaidia. Kwa hiyo kama mwanadamu unaye msaidizi, au wewe mwenyewe unashuhudia kwamba katika maisha yako Mungu anakusaidia, kwa sababu Mungu Baba hakai nasi moja kwa moja, alitupatia Roho Mtakatifu, ndiye yupo hapa kwa niaba yake yeye, kwa sababu yuko nasi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo usaidizi wa Mungu tunaoupata, hiyo nayo ni sura ya Mungu, tunakuwa tunaiona. Ndio maana sangie tunaimba kwamba tumeuona mkono wa Bwana. Si kwamba mpaka uone hivi hapa, kwamba eti siku moja ghafla unauona mkono huu hapo, na vidoro na vihesabu 1 2 3 4 5, halafu ujumbe unakuja unakuambia huu hapo ni mkono wa Bwana. Hapana. Ukiona unashuhudia matendo ya Mungu katika maisha yako, ni mkono wa Bwana, unakuwa uko unaona, anakuwa yuko anakusaidia. Unaugua, unamlilia, anakuponya. Una dhiki, labda umasikini umekuzidi, unamlilia, anakusaidia.
Mashetani yanakutafuta ya kutende ubaya, yanakunyanyasa, unamlilia Mungu, anakusaidia, anakuepusha nayo. Unakuwa unazidi kumwona huyo. Sasa ni Roho Mtakatifu anakusaidia. Una Roho Mtakatifu au hauna? Sema, una Roho Mtakatifu au hauna? Unaanza unajikuta umekaa mara unasononeka, mimi sina Roho Mtakatifu. Wengine wana Roho Mtakatifu, mimi hata ninasali lakini Mungu anipi Roho Mtakatifu. Saa nyingine nikifikiri ni bora tu hata viatu vya kusali, Mungu ni kama ana upendeleo. Wengine anawapa Roho Mtakatifu lakini mimi hanipi. Unawaonea wivu wale wanaonena kwa lugha. Kumbe wengine wananena kwa lugha ni usanii, walivijifunza sehemu. Nani alikwambia vya Roho Mtakatifu naenda kusomewa sehemu? Unaenda kwenye darasa kwamba umesikia kuna sehemu fulani wanafundisha Roho Mtakatifu. Yaani unaenda kufundishwa Roho Mtakatifu, yani ili kwamba wewe unanena kwa lugha, kwamba sasa hivi mnapewagwa na certificate. Eti unamwona wivu mtu wa namna hiyo, ambaye eti kwa sababu kama kuna maombi unaanza kusikia eti kwamba yeye kama kuna maombi, yani lazima nene. Unamwonea na wivu kabisa. Saa nyingine ungetakiwa hata umuonee huruma. Saa nyingine unakuta sio Roho Mtakatifu, hata saa nyingine unakuta si kwamba eti vijifunza sehemu, badala yake unakuta na mapepo. Kumbe mkiwa katika maombi, nguvu ya Mungu inamkamata, ikimkamata mapepo yanaanza kumtetemesha, alafu anaanza unaanza kumuonea hivyo tio yeye ana Roho Mtakatifu. Kumbe yeye ana mapepo. Sasa unamuona mtu hivyo na mapepo, badala ya kumhurumia wewe, kwanza ungetakiwa hata umwendee pale, umwekee na mikono, wanze katika jina la Yesu, pepo toka. Kumbe wewe una vipawa na una Roho Mtakatifu kumshinda, na wewe haujui. Unamuonea mtu wivu ambaye yeye ndani angekuonea wewe wivu. Ulikuwa unajua hili lakini pale unaponaga watu wanalipuka, wengine ni wakuhurumia, pale ni mapepo. Roho Mtakatifu wewe. Sawa, unakuta Roho Mtakatifu ameenda kuvamia mashetani ya roho ndani yake, maana anayachukia. Hapendezwi kuona mtu wa Mungu yumo ndani ya nyumba ya Bwana halafu mapepo bado yamemkaemo. Kwa Roho Mtakatifu anataka yamtokemo. Saa nyingine Roho Mtakatifu ameyafunua hayo mapepo ili kusudi ninyi wenye vipawa vya uponyaji mwende mkamwekee mikono, mumuombe ili mapepo yatoke, ili siku hiyo Mungu au ametenda kazi kufukuza mapepo ndani ya mtu wake ambaye anamtafuta, yumo ndani ya nyumba yake, lakini mapepo yamemkalia. Halafu ninyi mnamuonea wivu. Badala ya kumhurumia, mnamuonea wivu. Hebu imagine kitu kama hiki. Badala kumhurumia mtu unamuonea hivyo, yeye ana Roho Mtakatifu. Halafu unamwacha anaondoka kanisani hivyo hivyo, anarudi na mapepo yake tena nyumbani, na siku nyingine tena anakuja. Badala kumhurumia inatia huruma. Upofu, ujinga katika ulimwengu wa roho unaliangamiza kanisa. Mtu anamtafuta Mungu, anakuja kanisani ili akasaidiwe. Mungu anafunua mashetani ya roho ndani yake ili mkamuombe. Badala kumsaidia mnamuonea wivu. Mungu tusaidie. Hatuna bahati. Lakini kuanzia leo watu watagundua hivi. Hata kama utaogopa kwenda kumuombea pale, basi ukiwa nyumbani wewe unamkumbuka kwa maombi, hata kama hajakuomba unasema, Mungu, nimegundua kutokana na ulichokipanda ndani yangu, kumbe yule mama au yule baba, yule kaka, yule dada ameonewa, anakandamizwa na mapepo. Na kusihi, kama ninavyoamini au ninavyohisi ni kweli, mahali alipo saizi akavamiwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu, mkono wako ukamguse, ukararue, ukayapoteze mashetani yale, yatoke ndani yake, akafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Damu yako ikamchuruzikie, akaponywe katika jina la Yesu. Amina. Yes. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu anavyofanya kazi. Sikiliza. Tuangalie jambo fulani kuhusu Roho Mtakatifu. Iko hivi. Tuangalie jambo kuhusu Roho Mtakatifu. Neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Fungua Wakorintho wa kwanza. Tunarudi katika Wakorintho wa kwanza. Turudi katika Wakorintho wa kwanza tena, ili kusudi tuzidi kujiepusha na wapiga kelele kanisani, na wapiga kelele katika vyumba vya maombi. Wanakuja kusema maneno ambayo walikariri au walikaririshwa. Wananena kwa matakwa yao.
anapanga kwamba sasa nataka kuomba tena na leo nitanena kwa lugha. Nani amekwambia kuna neno kuna kunena kwa lugha kwa kupanga? Ngoja niombe, halafu nikishaomba ninene kwa lugha, halafu nikimaliza kunena kwa lugha basi tufunge kwa maombi tuende. Wewe kunena kwa lugha kunapangwa hivi? Unajua wanapanga wanapanga. Ukiona siku ajani na anakuwa hajapanga, leo sitanena ni comedy kwenye vyumba vya maombi, kwenye nyumba za ibada. Comedy ni ngonjera. Unafanya kunena kwa lugha kama ni ngonjera. Ngonjera si ndio mtu anakariri kama mstari. Mathayo sura 7 na mstari wa 7. Watoto wa Sunday yao. Bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtapata. Hizo ni ngonjera. Wewe unafanya kunena kwa lugha kwamba ni ngonjera. Unakariri. Hivi wewe unajua kama wewe ni unafiki? Unajua kama unafiki ni dhambi mbaya sana. Haya, sawa, acha niwasamehe. Angalia, lakini na Mungu awasamehe. Ila Mungu awahurumie, awasaidie. Sikiliza. Acha kelele kwenye maeneo matakatifu. Acha kuanzia sasa. Acha kabla Mungu hajakasika. Si umejua huu ukweli? Ulipokuwa hujajua ukweli, Mungu alikuwa hana hasira na wewe. Sasa hivi ukiendelea, Mungu atapata hasira na wewe. Siku kunena kwa lugha kukija kwenyewe na Mungu atakuwa ameshatayarisha mtu wa kutafsiri, utanena. Tena Mungu atakwambia, hata kuambia kwamba nimetayarisha mtu wa kutafsiri. Haya, anza kunena. Vikiripuka tu ndani yako na huyo mtu ataanza. Na lakini usifikiri kwamba niko nakufundisha kwamba hapo kwenye kanisa lako utafute watu utakao kuwa unawafundisha, naambia nikianza kusema hivi na hivi na wewe unasema hivi. Wewe unatafsiri hivi. Na penyewe utapigwa. Mtoto mzuri wa Yesu. Acha hiyo. Kwanza hili jambo la kunena kwa lugha, ngoja niwaeleze kitu kimoja. Hivi mnafikiri ni kwa nini watu wanaonena kwa lugha mara nyingi maneno wanayotamka ni yale yale? Kama umewahi kumsikia mnenaji wa kwa lugha labda wa nchi ya Burundi akianza, unasikia shagara bagara makata jini suwe na hamisi ora bakashaka mbegere jegere mandazi vitumbua. Ukienda kumsikia mwingine ananena kwa lugha kule Kenya, naye anaanza hivyo shagara bagara makata. Ukienda Tanzania utakuta hivyo njegere vitumbua mandazi askari pasi koshagara bagara ejagamba kashagara matope magari yare. Sasa tunajiuliza, sasa Roho Mtakatifu ni masikini wa maneno au ni masikini wa ujumbe? Kwa sababu kunena kwa lugha ni ujumbe kwa kanisa. Ni Mungu anakuwa anataka kunena na kanisa. Sasa je, Roho Mtakatifu kila siku ujumbe wake ni ule ule? Ina maana yani ujumbe wa Roho Mtakatifu kwa makanisa ya Efeso ni ule ule. Ujumbe wa Roho Mtakatifu kwa makanisa ya Rumi ni ule ule. Ujumbe wa Roho Mtakatifu kwa kanisa la Tanzania ni ule ule. Ujumbe ambao Mungu anatuma kwa Tanzania ndio anaotuma Burundi, ndio anatuma Rwanda, ndio anatuma Amerika, ndio anatuma Botswana, Amerika, Ulaya, wapi, Asia. Ni ule ule. Ni kweli? Kwani katika zile jumbe katika makanisa 7 zile jumbe zilikuwa zinafanana? Huyu mmoja aliambiwa kwamba umeuacha upendo ule wa kwanza. Huyu mwingine si akaambiwa hivi. Huyu mwingine, si ujumbe unategemeana bwana. Unatokana na unaenda wapi na unategemeana unahusu nini? Sasa kwa nini kila nani na kwa lugha ni oshagara bagara makata? Kivipi? Ujumbe haubadiliki. Huu ni usanii. Acha usanii bwana. Kama wewe ni msanii, tunga nyimbo, anza kuimba hip hop, bongo flava, I don't know other kinds of segere, tarabu. Uanze ujulikane kwamba unaimba tarabu. Nalinga uja mchukua, mambo yangu ameshamchengua. Ijulikane wewe unaimba tarabu, msanii wa tarabu. Wewe unaleta usanii kwenye Roho Mtakatifu. Wewe attention, chukua tahadhari. Wewe usicheze na Mungu. Kuliko kufanya vitu vya Mungu unaviwekema usanii wako, ni afadhali kuacha tu uwe muumini wa kawaida, my friend. Unataka sifa?
kwamba watu waseme fulana ananena kwa lugha? Kwani sifa si kila siku mimi nawaambia sifa na utukufu ni vya Bwana Mungu Yehova. Sasa kama unataka ujineneshe kwa lugha vya uongo ili mradi fulani na fulani na fulani waseme fulani ananena kwa lugha Bwana, wakuogopa wa kuheshimu. Na wanadamu walivyo wajinga, wanawaogopa watu aina hiyo. Ili si kwamba ni kitu inakuja ili kusudi mtu upate sifa. Ile ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana, ni kwa ajili ya watu wasaidiwe. Sasa watu wanasaidiwa nini? Mambo mengine yanatia hasira Bwana. Acha kumuuzi Mungu wangu Bwana. Kelele. Mimi nimetaka tusome Wakorintho wa kwanza. Nimetaka tuangalie sura ya 14. Sawa? Kelele. Acheni kelele. Kelele zinachosha Bwana. Kama zinanichosha mimi, je, Mungu? Wakorintho wa kwanza sura ya 14, tuangalie mstari wa 5. Panasema hivi, nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Mmesikia hiyo kitu? Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, ndio hakatai, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Sasa kama unanena kwa lugha lakini hautafsiri au hauna mtu wa kutafsiria, kanisa linajengwa? Si unawapigia kelele? Lakini hapa wamesema kwamba kuhutubu ni kwa maana zaidi kuliko kunena kwa lugha. Ndio maana baadhi ya maneno ya Mungu sehemu nyingine yanasema kwamba anayenena kwa lugha anajijenga yeye mwenyewe. Kwa anayenena kwa lugha sana sana ni kwa faida yake tu mwenyewe. Haina faida sana na hao watu wengine wa pembeni, isipokuwa kama kuna mtu anayetafsiri. Kwa hiyo hebu tuulizane maswali. Hivi wewe unakupaje thamani kufundisha ukikulinganisha na kunena kwa lugha? Neno la Mungu linatuambia kwamba mafundisho ya neno la Mungu ni ya thamani sana, kubwa sana kuliko kunena kwa lugha. Mfano kama hivi ambavyo mimi niko nakufundisha, ina maana hii ni zaidi ya kunena kwa lugha. Hebu imagine. Kwa nini usiniogope basi? Kama wewe unapenda kuwaogopa watu wenye vipawa. Mimi sitaki uniogope, tafadhali sana. Lakini nakuuliza, kwa nini basi usiniogope mimi? Nimekufundisha mafundisho mazuri kama haya ambayo yatakupeleka mpaka mbinguni wewe. Yatakutoa kwenye ujinga ambao ulikuwa umo bila wewe kupenda. Ina maana hivi ambavyo niko nafundisha ni zaidi kama ningesema nimeingia katika studio hii na kuanza njegere vitumbua mandezi na ina maana hii ni zaidi. Hata kama ningekuwa niko na nena basi vya kweli, acha hivyo vya uongo. Tuseme hata kama wakutafsiri basi hangekuwepo. Bado tu hotuba ya neno la Mungu ni kitu cha thamani kuu kuliko kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni ujumbe Mungu anakuwa ameleta. Lakini mafundisho ni ya muhimu sana zaidi kuliko hata ujumbe. Mafundisho ni malezi. Ujumbe ni message tu kwamba jamani kuna hili na hili na hili nilikuwa nimetaka niwakumbushe. Hapa na hapa mko mnakosea kidogo, hebu jaribuni mwe mnafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini mafundisho matakatifu yaliyomo ndani ya neno la Mungu ni makuu zaidi kuliko kunena kwa lugha. Lakini mbaya zaidi wanaonena kwa lugha halafu hamna tafsiri, havieleweki navyo vinena. Ni kelele, yani hamna tofauti na mwehu amesara amebagiza tu kuvua nguo. Mbona hiki kitu? Acha tuende mbio. Kwa hiyo kama hauna mkalimani, na tena mkalimani si kwamba tu umemwandaa. Ukimwandaa ni ule unafiki. Ukiona umenena kwa lugha au jamani mkiona mtu yuko ananena kwa lugha alafu hakuna mtu amejiinua akaanza kutafsiri vile vitu, mjue huyo mtu ni msanii anawadanganya. Kimbia. Hata usipokimbia hivyo vya kunena kwake achana navyo, vizarau, vipuuze kabisa. Wewe tu jali injili iliyohubiriwa, sema leo walihubiri hivi na hivi. Usianze kusema leo fulani alinena. Alinena nini? Alipiga kelele. Hatari. Sasa angalia Wakorintho wa kwanza sura hii ya 14. Hii tukiangalia katika mstari wa 19 kuna neno moja pia la kutisha. Wanasema hivi, lakini katika kanisa napenda
napenda kunena maneno 5 kwa akili zangu nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Umeona? Huyu sasa ni mwalimu katika kanisa au pastor au bishop, askofu au mtu yule ambaye yuko anafundisha kanisani. Kama hivi Paulo mwenyewe anakuambia, yeye kama yeye. Na mimi, hata mimi, namuigilizia Paulo mtu mzuri, zamani ulikuwa mbaya ukabadilika. Paulo mtu mzuri sana. Anasema hivi yeye huyo Paulo. Kwani hao watumishi wanaokuhudumu hapo kanisani wenyewe ndio zaidi ya Paulo? Mtumishi ambaye ni zaidi ya Paulo anyoshe kidole nimuone. Mnaogopa, mbona sioni hata mmoja ananyosha? Inamaanisha hayupo. Mimi siwezi kusema kwamba ninamfahamu. Paulo anasema hivi, lakini katika kanisa ninapenda kunena maneno 5 kwa akili zangu nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Yaani hata nikianzia asubuhi mpaka jioni, nikalala na nikakesha mpaka kesho asubuhi na kesho nikashinda, maneno niko na nena kwa lugha, hata kama niko na nena vya ukweli, vinazidiwa na mimi kufundisha mambo 5 kwa kutumia akili zangu tu, ambazo ninajaliwa na Mungu. Ananiongoza kwamba nena na kanisa la Bwana maneno haya, na ninasikia moyoni kabisa na ufahamu kutoka kwa Mungu vinanishuhudia kwamba haya maneno ni ya kweli, watu wanapaswa kuyajua. Ni ya maana zaidi kuliko kunena kwa lugha. Hebu imagine hapo. Si unazidi kuona kama vile kunena kwa lugha, yani si kwamba kunapoteza maana, lakini hebu tukupunguzie uzito ambao tuna tabia ya kukupatia. Kwa maana tumechukulia kama vile ni kwa maana sana kiasi ambacho kunaenda kufisha mambo mengine, yale mengine yote yasionekane. Hayo yote yaliyonenwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka 31, yote ni ya maana sawa sawa tu na huko kunena kwa lugha. Na zaidi ya yote yamo yanayokuzidi huko kunena kwa lugha. Kama kuna kipawa cha kufundisha kilichomo katika hivyo vifaa vilivyotajwa, kuna kuzidi huku kunena kwa lugha. Jamani, si neno la Mungu limetueleza katika hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka 31 kwamba kanisa ni mwili wa Kristo, na mwili una viungo vingi, na viungo vyote vinategemeana. Kuna macho, kuna masikio, kuna midomo, kuna mikono, kuna miguu, ambapo jicho halitaweza kuiambia miguu kwamba mimi sio sehemu ya mwili. Vinatakiwa kushirikiana vyote. Kwa hiyo huyo mwenye kipawa cha kunena kwa lugha ashirikiane na huyo mwenye anatafsiri. Tena unaona wala hawatapangana kwamba bana nitakapoanza kunena wewe nani. Wewe sio kazi yako kumjua wewe mtu atakaye tafsiri. Ni kazi ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Na wala sio kazi yako wewe kujua kwamba mimi leo natakiwa ninene kwa lugha. Wewe mwenye kipawa cha kunena kwa lugha, wala usije kumdharau mwenye kipawa cha kufundisha. Wala usimdharau mwenye kipawa cha kutenda miujiza. Wewe unaweza kufundisha lakini usiweze kutenda miujiza. Sasa miujiza isipotendeka, hapana upungufu katika hilo kanisa. Ni draw match. Kila kipawa kina maana. Kama wewe una tabia kuwaogopa wenye vipawa, basi usiwaogope wanaonena kwa lugha peke yao. Waogope na wenye kufundisha, waogope na wenye kutenda miujiza, waogope na wenye imani, kipawa cha imani. Ulishawahi kuona watu wenye vipawa vya imani wewe? Ulishawahi kuwaona wewe? Umewahi kukutana na mtu akiomba akimaliza anajua kwamba hili nimemaliza kuomba limekuwa? Umewahi kumuona mtu kama huyo? Kwa nini usimwogope huyo? Kuna mtu ana imani zile zinaitwa za kung'oa milima, kuhamisha. Ile Yesu Kristo anasema kwamba mkiwa na imani kama chembe haradali, mtauambia mlima huu hapa, ng'oka hapa kwenye nchi kavu, nenda ukaote baharini. Pap, instantly. Pap kwa hapo. Utaona hicho kama ni upanga au jembe lilo uchimba huo mlima na kuukata na ung'oa. Na uhamisha. Linautoa ndani ya bahari. Unaona? Umehama. Umewahi kuona? Huyo sasa mimi nakwambia huyo si ni zaidi ya nani na kwa lugha wewe? Sasa huyo sio Roho Mtakatifu. Take care. Take care my friend. Tuongee neno la Mungu. Iko hivyo. Kwa hiyo kunena bila kutafsiri ni kusemea hewani. Ndio maana nilisema mtu ananena kwa lugha na hatafsiri ni sawa sana mtu amepanda huko milimani hewani huko juu kileleni,
ambapo hata mkiwa mnamuona yuko anaongea mnaona tu midomo inatingishika. Ni kama hivyo, unaona tu midomo iko bize na jasho linatiririka, yuko hewani, lakini yale maneno hayawafikii wala hata hamyasikii. Yani pale ni sawa sana hamyasikii. Anawapigia kelele tu, lakini maneno hamyasikii. Katika Mungu wa roho tunaita kwamba hata hamyasikii. Ananena hewani, anapotea bure. Kwani ni uongo? Soma wa Korintho sura ya 14 mstari wa 28. Si wa Korintho wa kwanza sura ya 14. Tuangalie mstari wa 28. Tuangalie. Msije mkaanza kusema, yule jamani mnafiki, ni mwongo, hana la kuongea, ni uzushi tu. Haya, tuangalie. Panasema hivi. Lakini hii ni wa Korintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 28. Panasema hivi. Lakini asipokuwapo mwenye kutafsiri, na anyamanze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu, na manabii wanene na manabii. Samahani, sikutaka kwenda huko, ishia tu hapo. Lakini asipokuwapo mwenye kutafsiri, na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Kwa hiyo kama wewe unajua, wewe hayo ni maneno ambayo labda huko unayasikia tu akilini mwako, nafsini mwako, usilazimishe kusema unayatamka kwamba ni kunena kwa lugha, kwa sababu huo ni uamuzi wako tu. Sasa nena na nafsi yako, uache kuwapigia kelele watu kanisani. Acha makelele yako kwanza, leo usirudie. Samahani, sio dharau hiyo, usirudie. Usirudie. Najua hautarudia. Mshukuru Mungu kwa kulijua hili. Mungu ni mwema. Mungu hapendi watu waishiwa katika ujinga. Leo hii ameamua kufunua hili ili kusudi huu ujinga utoweke. Nyamaza kabisa, nyamaza. Acha kelele. Kwa ndio hivyo. Kwa hiyo watu wanajichanganya sana kuhusu habari ya Roho Mtakatifu. Wanafikiri kunena kwa lugha ati ndio Roho Mtakatifu. Huo ni ubunifu wa watu. Sijui nani aliyevibuni kwa mara ya kwanza alafu watu wengine wakavirithi. Huyo mtu kweli kama angeweza angerudi akatubu, akawaambia watu, jamani mnisamehe, mimi huu upotoshaji ndio niliyeuanzisha. Unaona? Utasema kuna chuo cha kunena kwa lugha, watu wanaenda kujifunza. Maneno ni yale. Yaani ujumbe wa Mungu ni ule miaka na miaka. Kila Roho Mtakatifu akitaka kuja shagara bagara. Yale maneno yale. Yaani ujumbe wa Roho Mtakatifu ni masikini, amekosa jumbe za kuletea watu. Jumbe ni ule. Jumbe hazibadiliki. Mambo mengine jamani. Huo ni unafiki kabisa. Roho Mtakatifu sio maskini. Roho Mtakatifu sio maskini. Hajakosa jumbe za kuletea watu. Tena Roho Mtakatifu kila siku anazileta jumbe. Kwa nini unafikiri mchungaji au mwinjilisti au mtu mwingine yote yule ambaye anakuwa amekusudia kuzungumza na kanisa au kuzungumza na watu neno la Mungu, anapo kuwa labda hata amelala zake au ametulia afu anasikia akilini mawazo yanakuja, anasikia anaambiwa kuna haja unene na watu wa Mungu Jumapili, uwaeleze kuhusu swala zima la wokovu. Hebu fundisha watu waelewe kuhusu wokovu. Wokovu ni nini? Utaniambia kwamba hayo mawazo alivyoyapata sio Roho Mtakatifu? Sasa uko ni kunena kwa lugha. Alafu anasikia ni kweli. Alafu nasikia anaongozwa na kuongozwa. Unajua, unaweza kutumia ule mstari wa Biblia unaosema hivi na hivi na hivi. Ule mstari uko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile kadhaa na ile aya. Yale maneno ukiyatumia watu wataelewa. Utaniambia wewe sio Roho Mtakatifu? Wewe unafikia mawazo yametoka wapi? Huyo ndio Roho Mtakatifu. Anyway, hata kwa kunena kwa lugha kama kukija ni kwa kweli, sio kwamba huyu mwenyewe anayenena amepanga alafu anaongea vyake na tena anavinena alafu hakuna hata mtu akutafsiri. Kukija kunena kwa lugha ambako ni kwa kweli, kupo kunena kwa lugha kwa kweli kupo, lakini sasa utakutambuaje? Ndio huko kueleweke na mtafsiri awepo, na tena usio udanganyifu ambao umetayarishwa kwamba pana, kwa sababu sasa tumeshagundulika sisi tunanena vya kwetu, sasa tumeshagundulika, acha sasa tuwe tunabuni. Nitakuwa nikitaka hiyo siku nikitaka kunena, mimi nitakuwa nasema haya,
njekere, mbazi, vitunguu, mandazi, vitumbua na mabajia, wewe utakuna sema, oh, mimi Mungu nimechukia, nimechoshwa sana na matendo ya hili kanisa, watu wengi wamekuwa washirati, wamekuwa wezi wa sadaka, ili kusudi kwamba sasa watu waamini kwamba sasa hapa hawatatugundua kwa sababu nimenena na mtafsiri amekuwepo. Bado tu utakuwa kwenye hatari na unaweza ukapigwa wewe. Mimi nakueleza wewe nani? Angalia. Take care. Jamani, Mungu alibariki neno lake. Mimi na imani tumeelewa kabisa. Tumeelewa. Mungu alibariki neno lake. Mungu akubariki wewe ulisikia, na tena akujalie kuenenda kwalo katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina.